Yes, siku ya jana ilikuwa ni siku kubwa, siku ya kihistoria ambapo kama tunavyofahamu kwamba tukio lilikuwa ni kubwa ambalo lingojelewa kwa sana ama watu wengi walikuwa wakisubiri kwa sana. Ilikuwa ni JP 2025, tukio kubwa kabisa, harusi ya mwisho ya maharusi wetu kutokea hapa Bongo lakini pia kutokea Nigeria, kwa maana ya kwamba nikiwazungumzia Juma Jux pamoja na Priscilla Ojo, ama kama ambavyo wengi wanafahamu wanamuita kwa jina la Prissy, kama ambavyo wanafahamika kule kwenye upande wa Instagram kwenye profile yake. Sasa yako mengi ambayo yalitokea kwa siku ya jana. Of course kili happen, mambo yalikuwa ni mengi kabisa, mambo yalikuwa ni mazuri, mambo yali happen, matukio yalikuwa kibao. Kuna vitu vingi ambavyo vilitokea kwenye harusi. Of course kuna wageni waalikwa waliweza kufika kwenye eneo la tukio, nikiwazungumzia watu kutokea Nigeria. Hapo sasa tunazungumzia mama yake Priscilla, lakini pia rafiki yake na Priscilla, BFF wake Eni, lakini pia Chioma. Wengi waliweza kuhudhuria kwenye harusi hiyo, ndugu zake na mwanadada ama bibi harusi Priscilla, wengi walitoka Nigeria lakini wakaweza kufika hapa Tanzania kuhakikisha tu kwamba jambo haliwi baya, jambo linakuwa vizuri kabisa na kila kitu kinaenda on point. Sasa kuna vitu ambavyo vimetokea kama ambavyo nimekwambia, na mambo mengi of course yaliweza kuhappen kwenye harusi hiyo. Of course dress code ya siku ya jana ilikuwa ni gold and black, na of course ukumbi mzima ulijaa kwa gold and black, japo wapo watu ambao hawakosi kuzingua kwenye tukio kama hilo. Kuna watu ambao wanaambiwa kuna black and gold, kuna mtu atakuja na orange, kuna mtu atakuja na blue, hivyo tu, kwa sababu kila mtu anakuwa ana mipango yake. Lakini dress code ya jana ilikuwa ni black and gold, of course watu walipendeza sana. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinatazamwa sana kwa ukubwa, of course tunafahamu kwamba Diamond Platnumz kule Nigeria alituwakilisha vyema kabisa, alikuwa yeye pamoja na D-Voice kutoka pale WCB. Lakini kwenye harusi zote zilizofanyika kule Nigeria, Zuchu hakwenda. Sasa kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa sana kwa hamu ni harusi hii ya siku ya jana, kuweza kutegemea kwa hamu kumuona Zuchu atavaaje, ataingiaje, atafanya nini, kwa sababu kwenye harusi za Nigeria hakuwepo. So watu wengi walikuwa wana expect more, kwa maana ya kwamba walikuwa wanatarajia mengi kutoka kwa Zuchu. Of course Zuchu aliingia kumbini akiwa amependeza sana. Cha kwanza alikuwa na 2 outfits ambazo zote zilimkaa vizuri kusema kweli, sababu aliwaka kinoma noma na alishani. Sasa kitu ambacho kiliwashangaza watu wengi ni kwamba Diamond Platnumz hakuingia ukumbini na Zuchu kama ambavyo tumeshazoea kwamba wawili hao wakiwa wanaingia sehemu wao wanakuwa wawili wameshikana mikono, and of course mambo yanakuwa kama ambavyo yametarajiwa. Sasa siku ya jana Diamond Platnumz hakuingia pamoja na Zuchu, aliingia na kina Mose Yobo, aliingia pamoja na kina It's The Voice, aliingia na kina Baba Levo, na hata kwenye kukaa hakukaa pia na Zuchu. Alikaa sehemu ambapo alikopo Baba Levo, alikopo sehemu ambapo amekaa Rayvanny, Barnaba na wasanii wengine, lakini pia walikaa meza tofauti, kwa maana kwamba Zuchu alikaa peke yake. Na of course siku ya jana hatukuweza kuona makeke sana kama ambavyo tumezoea kutoka kwa kapo hiyo. Huenda watu wakawa wanasema kupitia kwenye comment labda wawili hao wako na tofauti, kwa sababu hatujazoea kuweza kuwaona hivyo. Tumeshazoea kuwaona katika hali fulani hivi kama couples zingine ambazo huwa zinafanya, ama kawaida yao wakiwa pamoja huwa wanakuwepo, wana vibe pamoja. Lakini kwa siku ya jana tulimuona Zuchu akiwa amepoa. Kuna namna hakuwa na changamko lake lile kama ambalo watu wengi wamelizoea. Kwanza alikuwa pamoja na watu ambao of course hakuwa na watu wengi sana wa WCB kwenye meza yake. Alikuwa na Uncle T, ndo ambaye huyu alikuwa ameingia naye kwa mara ya pili, mara baada ya kuanza kuvaa outfit yake ya pili, akawa na Uncle T wakivibe na nini. Lakini hatukuweza pia kumuona akiwa na Diamond Platnumz hata kwenye mazingira ya ukumbi. So kitu ambacho kiliibua maneno mengi sana ama comments nyingi sana kwa waja wakisema kwamba kuna nini, mbona wawili hawa hawako na sura hile kama ambavyo wengi ambavyo tumezoea. Ukafika wakati wa burudani sasa, tukaanza kumuona Diamond Platnumz akiwa anaimba, na ukafika wakati ambao Diamond Platnumz alikuwa akiimba na Barnaba, ule wimbo ambao unafahamika kwamba ni wimbo mpya of course, unaitwa Salama, lakini ndani yake kuna maneno ambayo ni kama ya vijembe fulani hivi ya ambapo wakimzungumzia X. Na wakati Diamond Platnumz akiwa na wimbo wimbo ule, watu pia wakaunganisha comments ni kwamba kuna namna fulani hivi kama ametupa dongo kwa Zuchu, kwa sababu wanaonekana kwamba wawili hao hawako vizuri na wanaonekana kuwepo na tofauti. Mimi sielewi, kwa wewe ambao umefuata harusi hii ya Juma Jux pamoja na Priscilla, basi yote hayo wewe utakuwa ni shuhuda mzuri, kwa sababu utakuwa umeyashuhudia mambo haya. Of course pia tunaona hata
kwenye red carpet, Zuchu hakuhojiwa na mwanadada Aaliyah, alienda kuhojiwa na Mchaga OG. Of course Diamond Platnumz akahojiwa na Aaliyah na vitu vimekaa poa sana. Ikatajwa pia pengine hiyo ikawa ni sababu pia ya Zuchu kuwa na ugomvi na Diamond Platnumz, ndio maana ilipelekea mpaka Zuchu asiweze kuhojiwa na Aaliyah, kwa sababu inasemekana pia Diamond Platnumz kuna wakati kama walishawahi kuaga wana date kati yake yeye na Aaliyah kutokea pale Wasafi. Yote haya unaweza ka drop comment yako kupitia Bobezi TV ukielezea kuhusiana na kile ambacho wewe umekiona, na tofauti ya Diamond Platnumz kuingia ukumbini akiwa bila Zuchu na wote wameenda kwenye tukio moja na wote wamefika at least kama vile muda mmoja. Hiyo ilikaaje? Hatujaona pia hata photoshooting za wao pamoja. Hiyo imekaaje kwa upande wako? Unaona ni sawa ama ni kweli kuna sintofahamu ama kuna ugomvi ambao upo katikati yao wawili hao? Mimi naitwa Genevieve na hii ni Bobezi TV.